Unaweza ukajiuliza mengi sana, kwa nini umefika hapa na wakati wale ni CCM? Sio hivyo, sio hivyo. Nimefika hapa kwanza kulingana na kushirikishwa katika hafla hii ya leo. Nimeshirikishwa ni wana jamii wa Msuka kikamilifu, na mimi kwa vile ni mtu wa Msuka sikuweza kuangusha wala kuwavunja moyo. Na vile vile badala ya kufika kwangu hapa, pia ndugu zangu wa serikali na Chama cha Mapinduzi wakaona wanipe heshima hii, na mimi kwa kujua kwamba heshima maana yake ni nini, ikabidi nipokee heshima, na niko hapa kwa ajili ya niaba ya jamii, kwa ajili ya viongozi wa serikali na kwa ajili yangu mwenyewe binafsi. Lakini pia kabla ya yote, kwanza nichukue fursa hii kwa kuweza kumsifu Rais wa Zanzibar, ndugu yetu Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi. Waswahili wanasema mnyonge nyongeni, lakini haki yake mpeni. Siwezi kuwa kipofu mwenye macho nikatatasatasa. Mimi wanachama wangu, umageuzi wangu utabaki pale pale kuwa mageuzi, wala leo siwezi nikabadilika kwa sababu nimeongea hapa. Umageuzi wangu utabakia kuwa pale pale, mwana NCCR Mageuzi. Kwanza nikianza na bandarini kwetu Msuka. Bandari ya Msuka ilifikwa ni wimbi la mmomonyoko mkubwa na uharibifu mkubwa sana, kiasi ambacho wananchi pale ni kitu ambacho kwamba kilitukatisha tamaa. Lakini mimi nikiwa mwanaharakati wa maendeleo pamoja na wenzangu nilianza kufuatilia kwenye ofisi mbalimbali, lakini mwisho wa siku katika bandari ya Msuka tumejengewa ukuta. Kwa kitendo hicho kilinihamasisha sana, na wapeni hongera Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Lakini vile vile Msuka tulikuwa na shitabu ya barabara, shida, tafurani, mama wajawazito ilikuwa wanapata tabu, wagonjwa ilikuwa wanapata shida. Mimi na wenzangu watu wa Msuka tulianza harakati za kufuatilia jambo hili. Tukamwita mkuu wa wilaya, kipindi kile alikuwa ni mheshimiwa mgeni, yupo Mcheeni. Lakini pia tuliongea na RC ambaye kwamba ni mama yetu Salama. Nashukuru hawakutubeza wala hawakutupuuza, walilisimamia vyema suala la barabara, na mpaka hii leo ninavyozungumza Msuka ni Msuka mpya na ina barabara mpya. Waheshimiwa wananchi, si haya tu, konde tuliotoka nayo mwaka 2020 sio konde ya sasa mwaka 2025. Imeleta mabadiliko, imeleta mageuzi. Sasa mimi nikisema kwamba nikifanya kipofu mambo haya siyaone,
itakuwa nadanganya nafsi yangu. Naamini kwamba leo hii nitawapa changamoto kubwa sana viongozi wangu ambao kama ndio chama, lakini kwangu si changamoto. Hili ni swala la ukweli, kwa sababu mimi mwenyewe ni mwana harakati wa maendeleo. Ina maana chombo chochote kitakachofanya masuala ya kimaendeleo, mimi niko tayari kukisupport, mimi niko tayari kukisema, na mimi niko tayari kusema kwamba yamefanywa. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa na mapenzi makubwa zidi ya wananchi wa Nsuka pamoja na mimi mwenyewe binafsi, wenzangu wametangulia kusema kwamba je, mnataka nini? Ni kweli kuuliza tunataka nini ni haki yao, lakini wao wamesahau. Mimi ninakumbuka. Twashukuru tumepata magorofa mazuri, twashukuru barabara ni nzuri, lakini Mheshimiwa Rais, Mwenyezi Mungu atakapokujalia kwa uwezo wake na ufalme wake, ukiingia tena Ikulu kwa mara nyingine, basi tuangalie kwa macho manne Adama hili kuhusu suala la chakula. Suala la chakula, maisha yanatupiga. Badala ya kutembea na gari zetu nzuri, basi tukenda madukani, furaha yote ya barabara inatumalizikia kwa vyakula kuwa bei mbaya. Chakula ni bei mbaya sana. Nami kwa Mheshimiwa Rais alivyo na mapenzi juu ya wananchi wake, alivyosikivu juu ya wananchi wake, hili kwake ni swala dogo sana, ni swala dogo sana. Mheshimiwa, mimi ni mwenyeji sana. Leo si siku yangu ya kuongea. Naomba nisipoteze muda mkubwa kwa hayo machache. Naona nimeleka, nimefahamika. Mheshimiwa, karibu sana Nsuka. Mwenyezi Mungu awanusuru na kila janga, awajalie mtutendee mazuri kama haya na zaidi ya haya. Asante.